Je, unafikiria nini kuhusu Sandra? Na Sandra anafikiria nini kuhusu King? Kwa sababu King amemuona sehemu ya tukio. Yes, unaweza ukafikiri kwamba Sandra kwenye kichwa chake atakuwa anafikiria labda huenda King anahusika kwa namna moja ama nyingine katika suala zima la kumteka binti ambaye anaitwa nani? Anaitwa Winnie, kwa sababu amemuona sehemu ya tukio. Lakini pia huenda Sandra atakuwa anafikiria labda huyu ni mkombozi ambaye amekuja kuyatetea maisha yao kwa sababu ni rafiki yake. Hayo ni mambo mawili ambayo nafikiri kwamba Sandra atakuwa anayawaza kichwani mwake baada ya kumuona King sehemu ya tukio. Nikukumbushe tu kwamba itakuwa ni vema kama utabonyeza neno subscribe hapa kwenye channel bomba kabisa ya Ama Films. Lakini leo nafikiri kwamba kuna mengi ambayo tunatakiwa kuyaangazia ambayo yanaweza yakatokea kwenye episode ya 90 hadi episode ya 91. Nafikiri kwamba baada ya Sandra kuweza kutoka kwenye hilo jengo, wengi watakuwa wamekuwa na maswali mengi zaidi ya kujiuliza, kwa sababu inavyosemekana ni kwamba hiyo nyumba ilikuwa imefungwa, yani kifupi ni kwamba mlango ulikuwa umebanwa. Sasa Sandra amewezaje kumtoa Winnie kwenye hili jumba wakati walikuwa wamefunga huu mlango? Moja kwa moja utakuwa umegundua kabisa kwamba kuna kitu ambacho alikifanya binti ambaye anaitwa Tina pindi ambapo aliweza kumpiga lile jiwe siri kwa mti binti ambaye anaitwa Sandra. Nafikiri kwamba baada ya Sandra kuzimia kuna funguo ambayo aliweza kupewa na Tina. Hayo ni mawazo yangu tu, hayana maana ya kwamba huenda ni kweli, lakini nafikiri kwamba Tina atakuwa alifanya kitu hapo. Yani kifupi atakuwa amemzunguka mtaalamu Bwana Zumba, kwa sababu amepanga waweze kufanya kazi kwa kushirikiana. So nafikiri kwamba Tina atakuwa amemzunguka Zumba, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba Zumba anafanya kazi kwa niaba ya Suzy pamoja na King. Sasa moja kwa moja binti ambaye anaitwa Tina anahitaji kuvuruga mipango ya Suzy pamoja na King. So I think kwamba Tina atakuwa alifanya mchezo wa kumteka binti ambaye anaitwa Sandra na kumpeleka mikononi kwa mwamba ambaye anaitwa Zumba, ili Zumba aweze kumpeleka kwenye mikono ya rafiki yake Winnie, iwe simple kuweza kumkomboa, na moja kwa moja watakuwa wameharibu mipango ya King pamoja na Suzy. So nafikiri kwamba kuna kitu ambacho alimpatia Sandra bila ya yeye kuweza kutambua. So episode ya 90 itakuwa na majibu yetu ya maswali haya ambayo tunajiuliza kwa wakati mwingi zaidi. Lakini kitu ambacho nafikiri kwamba tunatakiwa kukizungumzia zaidi ni kuhusiana na ile plani ambayo Suzy ameifanya kuweza kumteka binti ambaye anaitwa Winnie. Ni kipi ambacho alikuwa anahitaji kukifanya? Yani kutekwa kwa Winnie kungeleta madhara gani kwenye mahusiano ya John pamoja na Sandra? Hayo ndio maswali mengi ambayo wengi watakuwa wanajiuliza, na kufikia sasa hivi wengi bado hawajapata majibu ya swali hili hapa. So nafikiri kwamba episode ya 90 to 91 ukikaa karibu na mimi nitakwenda kukujuza ni kipi ambacho kinakwenda kutokea na ni kwa nini Suzy aliweza kufanya plani hii ya kumteka Winnie. So nafikiri kwamba mpango ambao ulikuwa hapo ulikuwa ni kumuua Sandra tu. Yani kifupi ni kwamba Suzy alikuwa na mpango wa kumuua Sandra kupitia Winnie. Sasa mpango huu hata King hakuwa na ujuaji wa namna yoyote ile. Yani kifupi ni kwamba hata King hakujua mpango rasmi ambao Suzy alikuwa nao kuhakikisha kwamba anamdhuru binti ambaye anaitwa Sandra. Kwa sababu hapo ni kwamba ukijaribu kuangalia kwa umakini zaidi, sidhani kama kutekwa kwa Winnie kuna uwezo wa kumfanya Sandra aweze kuachana na mtaalamu Bwana John. Hivyo basi nafikiri kwamba King aliweza kupumbazwa na Suzy. Yani kiufupi ni kwamba Suzy alikuwa na mpango mwingine tofauti kabisa na jinsi ambavyo King alikuwa akitarajia. Sasa nafikiri kwamba hapa kuna kamchezo ambako ni kachafu kanaendelea. Lakini pia ukijaribu kuangalia kama jinsi nilivyokuishi kukujuza, ndugu mpenzi mtazamaji, ni kwamba hii hapa imekuwa ni moja kati ya episode ambayo imekuwa na mizunguko ya usaliti mwingi sana, kwa sababu tumeweza kuona Zumba ameingia kwenye mpango mzito kabisa na binti ambaye anaitwa Tina, lakini kwa namna moja ama nyingine ni kama Tina amemzunguka pia Mr. Zumba kwa kumpeleka Sandra makusudi sehemu ambayo ametekwa Winnie ili aweze kumkomboa Winnie. So nafikiri kwamba huo ndio ulikuwa mpango wa binti ambaye anaitwa Tina na lakini kuna kitu pia ambacho nafikiri tunatakiwa kukielewa hapo kuhusiana na namna ambavyo Sandra anayafanya mambo yake kwa siri sana bila kuweza kumjulisha
kumwonyesha John. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakaleta taharuki, na nafikiri kwamba moja kati ya mipango ya Suzy ni kumfanya John ashindwe kumwamini Sandra, kwa sababu kama tulivyoweza kuona ni kwamba John aliweza kumfuata mtaalamu Bwana King, ama alimuita Bwana King kumuulizia Sandra kama yuko mahala kwake. Kwa hiyo nafikiri kwamba tayari hiki kitu kimeshatengenezwa kwenye bongo wa mtaalamu Bwana John, ya kwamba huenda kuna something binti anafanya, yani huenda kuna kitu binti anakifanya kumchiti na wanaume wengine. So nafikiri kwamba huo utakuwa ni moja kati ya mpango wa King ambao anauwaza kwenye kichwa chake, yani amfanye John ahisi kwamba Sandra anamchiti. Hii itakuwa ni rahisi sana kuweza kuvunja uaminifu kati yao. Nafikiri pia mtu ambaye anavunja uaminifu huu hapa na atakwenda kuharibu uaminifu huu hapa ni Suzy, no, ni Sandra, kwa sababu Sandra hataki kumuweka wazi John kuhusiana na mambo ambayo yanamkabili. So nafikiri kwamba let's see what is going to happen in the next episode or the future episode. So by now let's say goodbye.